الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadhirina, tumekutana tena katika chaneli yetu hii katika wakati mwingine ndani ya kipindi chetu kile kile cha kuijua funga na fawaida zake. Tunaendeleza katika mwendelezo ambao kwamba tupo katika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao imepatikana heri nyingi ndani ya mwezi huu. Tumo katika mwezi ambao kwamba una machumo mengi kama tutayajua na tutayafuata. Tumo katika mwezi ambao kwamba umebeba fadhila nyingi sana. Hivyo hadhirina, ndugu zanguni katika imani, leo ndugu yenu nimewajilieni tu na ujumbe mmoja, ama tutakumbushana kwa hadithi moja tu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipatikanayo katika kitabu cha katika hadithi Mukhtari, zile hadithi 130. Basi utakuta hadithi hii ambayo kwamba tunakwenda kujifunza nayo leo. Hadhirina, ndugu zangu, tumo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao kwamba umekuja kwetu kama mgeni na unaondoka kwetu kama mgeni. Yani umekuja hali ya kuwa hatujauzoea na unakwenda kuisha hali ya kuwa bado hatujazoeana nao. Yani ni sawa sawa mgeni amekuja kwako, ametoka mkoani, ile unamkaribisha tu, anakunywa maji, anakuambia silali, naondoka na kwenda zangu, narudi mkoani. Bwana wewe, hata kulala hatujalala, hatujaulizana habari, hatujaulizana za huko utokako, vipi uniage. Basi tu nimejikuta tu nakwambia napaswa kuondoka. Kwa hivyo huo ni mtihani. Ndiyo kama alivyokuwa Bwana Ramadhani. Mwezi huu mtukufu umetujia hali ya kuwa ni mgeni na utatuondokea hali ya kuwa bado ni mgeni. Ndugu zanguni, ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kunapatikana heri nyingi, fawaida nyingi, baraka nyingi. Yani kila utakachokifanya wewe, Allah subhanahu wa ta'ala anakujalia malipo ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, nitazama mwezi huu Mwenyezi Mungu ambavyo kwamba alivyotujalia neema kwao. Huu mwezi anasema, wewe mwenye nyudhuru ambaye kwamba huwezi kufunga kwa kutia swaumu, kwamba wewe umefunga hali ya kuwa umejizuilia kula, kunywa na matendo mengine, basi kama utashindwa kwa utaratibu huo, funga kwa utaratibu huo. Umepewa another way, njia nyingine. Bwana, mimi ni msafiri, kila siku niko safarini, kwa hiyo na mimi nataka nifunge, lakini kwa sababu niko kwenye safari na safari yangu inaniruhusu mimi nile, sina namna. Haya, kuna mwingine asema na maradhi ni ya muda mrefu, sio ya kupona leo wala kesho. Ameambiwa ale huyu mtu. Sasa kwa sababu tunataka kufunga ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, tutafunga katika utaratibu kama huu. Wewe ndugu yangu unayeumwa, wewe ndugu yangu ambaye ni msafiri, kila leo uko barabarani na umeruhusiwa kula, basi funga na wewe, ingia ndani ya mfungo kwa kuweza kuwafuturisha wafungaji. Ukiweza mmoja, ukiweza wawili, ukiweza wangapi vinyo utaweza, lakini wafuturishe watu wale waliofunga. Na si kuwafuturisha tu, isipokuwa inakuwa vizuri zaidi ukaweza kutafuta watu wenye uhitaji muhimu. Yani kuna mwingine Mwenyezi Mungu amemjalia neema ya kufunga, lakini wallahi thumma wallahi hajui
baada ya kufungua iftari yake atafuturu nini? Anasema huwa Allahu ya'lam, Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua. Basi hawa watu ni bora zaidi. Kama wewe ndugu yangu Allah amekujalia uwezo, wewe ni msafiri au na maradhi ambaye kwamba huwezi kufunga, basi wewe kufunga kwako wafuturishe hawa waliofunga. Tena wazuri ni wale ambao kwamba hali zao ni mahamumu, yani anafunga lakini hajui kesho atafuturu nini, anafunga hajui daku yake atakula nini. Sasa wewe ukaweza kumpatia iftari, ukaweza kumpatia daku huyu mtu, akaendelea na ibada yake ya funga, basi jinsi anavyoandikiwa malipo yeye ya kufunga, hal kadhalika na wewe pia wajazwa katika hesabu ya waliofunga. Anapopata malipo huyu mfungaji uliomfuturisha, basi mwagawana sawa, na wewe nawe unaandikiwa miongoni mwa watu waliofunga, nawe umefunga kwa kumfuturisha yule ambaye kwamba amefunga. Tazama mwezi huu ambao kwamba Mwenyezi Mungu hakututenza nguvu. Ndani Waislamu wetu hakuna mahala palipoambiwa kana kwamba wewe shuruti ufanye hivi hata kama huwezi ni lazima. Hapana. Kila kitu kimewekewa another way, njia ya pili. Ukishindwa hiki basi hembu jaribu kwa hili, ukishindwa kwa hili hembu jaribu kwa hili. Kama jinsi katika swala tulivyoambiwa hakuna nyuzuru ya kuacha swala hata kama iweje. Utaswali kwa kukaa, utaswali kwa kulala, utaswali kwa kulalia ubavu wa kulia, ima ubavu wa kushoto, ima ukalalie chale, lakini unachotakiwa ni kuswali. Hamna mahala pameambiwa kwamba uache, isipokuwa umerahisishiwa. Mimi siwezi kusimama, swali kwa kukaa. Mimi siwezi kukaa, swali kwa kulala. Basi na ibada ya funga imeletwa kana kwamba kama hatuna uwezo wa kuweza kuhimili kufunga, na maana kujizuilia kula, basi tujitahidi kuweza kuwafuturisha waliofunga. Tunaenda kuelezea hadithi yetu tuliyobeba leo, ni hadithi moja tu. Hadithi hii inatueleza katika kitabu cha Muhtari. Inasema hadithi, kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu zimshikie juu lake rehma na amani. Anatuambiaje katika hadithi? Anasema idha atakum karimu kaumu fa akrimuhu, hii ndipo atakapokujilieni mgeni kwenu nyinyi, basi mkirimuni. Hii ndipo atakapokujilieni mgeni kwenu nyinyi, mkirimuni. Maana ya hadithi, idha atakum karimu kaumu fa akrimuhu, pindi atakapokujilieni mgeni kati yenu, basi mkirimuni. Ndugu zangu, ni tunakumbushana, tumejiliwa na mgeni bwana Ramadhani akiwa ameambatana na watu watatu: rahma, maghfira na tauba. Hawa watu watatu wameambatana nao, basi tuwakirimu hawa watu ili wakiondoka waende wakatusimulie vizuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba nimefika kwa waja wako ya Allah uliponiagiza, lakini nimewakuta na nimekirimiwa. Lakini inakuwaje ndugu yangu katika imani, akakujilia mtu au wewe ukawa ni mgeni katika mji wa mtu fulani, alafu ukafika pale mapokezi yakawa si mazuri. Umefika pale unaambiwa karibu, kaa hapo, keti hapo. Unaketi usubiri uzungumze na wenyeji wako, kila mtu yuko busy na habari zake, kila mtu yuwafanya majambo yake. Hakuna mwenye kukuuliza hali, hakuna mwenye kukuuliza habari, hakuna mwenye kukuuliza kwamba tukusaidie nini, pole na safari. Hapana, mambo watu kaa pale. Alafu mwenyeji wako akakuacha akaendelea na habari zake. Vipi, utajisikiaje? Hata safari yenyewe kwenda utaichukia kwamba nimejilia nini. Ndio maana tukaambiwa iza atakum karimu kaumu faakrimuhu. Huyo ni mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia pindi ipo atakapokujilieni mgeni kati yenu, mkirimuni. Tuna mgeni ambaye ametujilia mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi tukirimiane, tuukirimu huu mwezi, tuutendee venye yanataka ndani ya mwezi huu, ili utakapotuaga huu mwezi basi tuwe tumeachwa vizuri. Mgeni ametujilia tukampokea vema toka kwetu, hali ya kuwa ameturidhia na ameridhika na mapokezi yetu, kwa kufanya
istighfari kwa wingi, kwa kufanya ibada zote. Haipendezi ukawa mfungaji mwenye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani lakini ukawa hufanya ibada ya swala. Unafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ukawa wewe ni mtu wa kuwakera watu. Unafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ukawa ni mwenye kuendeleza yale machafu ambayo kwamba unayoaswa na kuonywa uyawache, ukashindwa kuyaacha ukaendelea nayo, utakuwa masuhulia mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi huu utakuhukumu. Ya Rabbi, uliniagiza mimi nikawaendea waja wako lakini mapokezi haya kuwa mema. Kwa hivyo tujitahidini, mimi naihusia nafsi yangu na kuwahusieni ndugu zanguni katika hali ya kuweza kuupokea, kuendana nao, kuuendeleza na hatimaye kuuaga mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwa salama na amani, na tukiwa hali ya kuwa tumeachwa vizuri na mwezi unatuaga kwa wema. Lakini sije ikawa mwezi umekuja na mpaka unaondoka, badala ya kupata thawabu kwa mwezi huu tukaja kuja kukuta tunapata madhila, tunapata mitihani, tunapata majanga kaza wa kaza. Kwa hivyo leo tutosheke ndugu zanguni na hadithi hii moja tu ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama katika kitabu cha Mukhtari hadithi 130. Basi utaikuta hadithi hiyo, tujifunze kwa hadithi hii na tuifanyie kazi. Tunakumbushana tena, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu mtukufu lake rehma na amani, idha atakum karimu kaumu faakrimuhu wa ra'afu wa minkum wa minkuna. Tusisahau kushare, kulike, unifollow ili uweze kuniona zaidi na kuweza kupata funza walao kwa hizi hadithi ndogo tu, kwa haya maneno madogo tu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi jifunze kwayo. Mbora wenu kati yenu basi ni yule mwenye kulijua jambo kisha akawajuza na wengine. Huu ndio bora katika dini yetu ya Kiislamu tunavyoambiwa na tunavyoambizana. Kwa hivyo usije ukabaki nalo basi na kuwajuza wengine, wewe utakuwa mtihani na utakuwa masulia. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa minkuna insha Allah.